ata imra'atahu fi duburiha mal'unun. Mtume anasema mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha, amelaaniwa yule ambaye anamuingilia mke wake kinyume na maumbile. Mtu huyo amelaaniwa. Man ata imra'atahu fi duburiha, amelaaniwa yule ambaye anayemuingilia mke wake kinyume na maumbile. Pindua maana yake ni kwamba ikiwa mtu amelaaniwa kumuingilia mwanamke, vipi mtu ambaye atakayekuwa anamuingilia mwanaume mwenzie? Maana yake mtu huyu atakuwa katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na unaposema laana, maana yake mtu anatolewa katika rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye anamuingilia mwanaume mwenzie ametolewa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye anamuingilia mwanamke kinyume na maumbile ametolewa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo mtu haoni ajabu kumuingilia mke wake au kumuingilia mwanaume mwenzie. Na ukisikia mtu amelaaniwa, maana yake hawezi kuiona pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kuiona, hawezi. Yani unaposikia Iblis amelaaniwa, sheitani yule amelaaniwa, maana yake ametolewa katika rehema za Allah, ametolewa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye anayemuingilia mwanaume mwenzie ametolewa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake mtu ni haramun mutlaqan, akiwa amekufa hali ya kuwa hajatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amekufa hali ya kuwa ni basha, amekufa hali ya kuwa ni shoga anaingiliwa kinyume na maumbile. Mtu huyu ni haramu kwake yeye kusikia hata ile harufu ya pepo, ni haramu. Ni haramu kwa mtu ambaye anayeingiliwa kinyume na maumbile, iwe ni mwanamke iwe ni mwanamume. Ima mtu anayeingilia wanawake au anayeingilia wanaume, ni haramu kwake yeye hata ile harufu ya pepo kuinusa, ni haramu kwake yeye. Amelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo hali ikoje katika jamii ya Waislamu? Hali imezidi kuwa mbaya katika jamii ya Waislamu. Ndugu zangu, ukiingia katika mitandao, wale ambao wanawake wanaoshajiisha, wanaowamotivate na kuwaencourage wanawake wengine waingiliwe kinyume na maumbile, wanaonekana ndio wanawake walioendelea zaidi na wana mafanikio zaidi katika mitandao ya kijamii. Na hata kwenye jamii, ukitembea katika jamii zetu, kwa mfano utembee Magomeni, Kinondoni, Tandale, Kigogo, Mbagara na baadhi ya maeneo mengine, ukienda Kariakoo huko, Mwananyamala, ukitembea Kawe na baadhi ya maeneo mengine, leo wanawake wanaoshajiisha na wanaoencourage wanawake wenzao waingiliwe kinyume na maumbile wanaonekana ndio wanawake walioendelea zaidi. Kwenye mtandao siku moja nilikuwa nafuatilia, kuna binti mmoja sasa hivi anaonekana amemjengea nyumba mama yake, kamjengea nyumba mama yake, na yule binti sasa hivi na yeye kajenga nyumba yake, na yule binti ana gari, anaendesha gari, anaonekana ana gari. Yule binti katika moja ya content zake ni kuhamasisha wanawake waingiliwe kinyume na maumbile ndio waweze kupata mafanikio. Na kimsingi ni kwamba anaonekana ni mwanamke ambaye amefanikiwa, kwa sababu mwanzo ilikuwa anaonekana yupo kwenye chumba kimoja, lakini baadaye akaonekana anaposti kwenye mitandao anamjengea nyumba mama yake, nyumba nzuri. Baadaye akaonekana anajenga nyumba yake binafsi. Baadaye ikaonekana ana gari yake, lakini kazi yake kubwa anayofanya ni kuingiliwa kinyume na maumbile. Na anawahamasisha wanawake wengine kwamba ili wapate mafanikio ni lazima waweze kuingiliwa kinyume na maumbile ndio waweze kupata pesa. Yule binti anaonekana ni shujaa, yule binti anaonekana amefanikiwa kwenye jamii. Wale ambao watakaokuwa wanafuatilia TikTok watakuwa wanamjua, kuna binti anaitwa Pipitida. Yani ukiingia kwenye mitandao, kazi yake ni kucheza uchi, kazi yake ni kuposti mafanikio yake, lakini kazi yake kubwa anayofanya ni kuingiliwa kinyume na maumbile.
Sasa jamii leo imewapa kipaumbele kiasi ambacho mpaka inaonekana mafanikio ya wanawake hawawezi kuyapata mpaka waingiliwe kinyume na maumbile, bali limeonekana ni jambo la kawaida katika jamii ya leo. Sasa hali katika jamii imefikia katika kiwango hiki, bali ukiingia katika mitandao leo, kuna mtu anaitwa Ankoti. Kuna kijana mmoja anaitwa Ankoti, ni kijana mdogo sana, anaonekana anafanya biashara, anaonekana ana magari, anaonekana ana pesa nyingi, lakini ni shoga, lakini anaonekana ameendelea, amesucceed kwenye maisha, na ni mtu ambaye ana trendi katika mitandao ya kijamii na watu wengi wanamfuatilia, lakini ni mtu ambaye anaingiliwa kinyume na maumbile. Jamii inaaminishwa kwamba ili kijana aweze kufanikiwa ni lazima aingie katika mtandao wa ushoga. Jamii leo imefikia katika hali hiyo. Siku moja niliwahi kuambia shughuli nyingi za Kiislamu leo, shughuli nyingi za Kiislamu, ukienda katika zile shughuli, pengine inaitwa usiku wa keki, au pengine kuna kumtoa mtoto, au pengine kuna 40 sijui, au pengine kuna birthday. Yani ukienda kwenye zile shughuli, wale ma MC wanaoshika maiki ni mashoga. Mimi nafuatilia wale wanaoshika maiki kwenye zile shughuli za wanawake, hasa wa Kiislamu, wengi wao wanakuwa ni mashoga. Bali wanawake wengi wa Kiislamu wana vikundi vyao vya kutunzana. Kwenye vile vikundi vya kutunzana, ndani yake pia kuna mashoga. Yani unamkuta mwanamke wa Kiislamu amekaa kwenye kiti, kisha yule shoga anakuja anamtunza pesa 10,000, 15,000. Mashoga wana mtandao wao na wanawake wa Kiislamu. Bali kuna wanawake ambao wao ndio organizers. Yani ukitaka shughuli yako waje mashoga, nenda kamtafute mwanamke fulani wa Kiislamu huyo. Yani huyo kazi yake anajulikana kwamba yeye mashoga wote wa mjini yeye ndo ana connection nao. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamii imefika kwenye kiwango hiko leo. Jamii ya Kiislamu imefika kwenye kiwango hiko leo. Yani mashoga wanajua majukwaa kwa kiwango hiko. Bali imefikia hatua zile shughuli wanakwenda watoto wadogo. Ukiangalia kwenye mtandao unakuta kuna shughuli kuna watoto wadogo, lakini kuna mashoga wamejazana kwenye ile shughuli. Mashoga wale wanatunza, mashoga wale wanacheza, tena wanachagua na nyimbo ya aina fulani ya mafumbo, wengine mpaka wanapigana, wanagombania mwanamume katika shughuli. Mashoga. Utafiti mdogo niliofanya katika mashoga 10 wale ambao mimi nimewafuatilia, katika mashoga 10, 9 ni vijana wa Kiislamu. Mashoga 10, 9 ni vijana wa Kiislamu. Yani unaweza ukaona ni namna gani jamii ya Kiislamu inaharibika kwa hawa watu wanaitwa mashoga. Juzi nilikuwa naona kuna vijana fulani mapacha, ni vijana wa Kiislamu, vijana wadogo miaka 14, mapacha, Kurwa na Doto, ni vijana waloharibika kwenye ushoga, wapo kwenye shughuli na wao wanatunza. Jamii ya Kiislamu imefikia katika mazingira kama hayo. Ndugu zangu, janga hili lisiposemwa, lisipozungumzwa, jamii au watoto wa Kiislamu wanakwenda kuharibika. Sio watoto wa kiume, sio watoto wa kike. Hali imekuwa ni mbaya.